Ni katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma. Kinafahamika kama Domeko. Ni chuo bora kinachotoa wataaluma waliobobea katika tasnia ya uandishi wa habari. Lakini ili uwe mwandishi bora, kuna vitu vya kuzingatia: usahihi wa maneno yako, taaluma yako inakutaka nini, sheria zipi za kuzingatia. Lakini mwandishi anapokosa hizo sifa, hastahili kuwa mwandishi. Mwandishi ni sauti ya wasiokuwa na sauti. Mwandishi ni nguzo kubwa katika jamii, kwa sababu ni kiunganishi kati ya wananchi na serikali yake. Na leo katika chuo hichi cha uandishi wa habari na utangazaji, tumekuja kuripoti kuhusu comments zilizofanyika katika vipindi hivi viwili katika studio ya Domeko FM 106.6. Tunaanza na kipindi cha kwanza ambacho kilikuwa ni Morning Wave. Morning Wave, producer au unaweza kusema mzalishaji wa kipindi kile alikuwa ni Asha Bakari, lakini pia alikuwa anaongoza gurudumu lile la Morning Wave alikuwa ni Rehema Kalebu, akifuatiwa na Sitra Ali, lakini pia mimi bila kujisahau peke yangu nilikuwa ripota ama unaweza kusema mchambuzi wa magazeti kutoka nje ya studio. Hapa tunaanza na kuchambua makosa ama kasoro tulizoweza kuziona katika kipindi kile cha Morning Wave. Ili uwe kama nilivyosema awali, ili uwe mwandishi bora, kuna vitu vya kuzingatia. Tasnia yako inakutaka ufanye nini ili uwe bora? Mojawapo ni kuwa na usahihi wa matamshi, lakini pia uwe mchangamfu, lakini pia uwe kiunganishi, kwa sababu mwandishi wa habari ni sauti ya wasiokuwa na sauti. Unapokuwa pale studio, tunategemea wananchi na serikali wanaosikiliza kwa pamoja. Redio ni kiunganishi cha matajiri na maskini, lakini ukifika pale kwenye studio na maiki zile za studio ya redio ukawa mbaguzi ama ukasema unaongelea kuhusu tu matajiri ama unaongelea tu kuhusu maskini ama unaongelea tu kuhusu serikali, kuna watu utakuwa umewaweka pembeni. Na leo tunaanza na Rehema Kalebu ambaye ndo mwanzilishi, ambaye ndo mwanzilishi aliyekuwa anafungua kipindi kile cha Morning Wave. Alianza akiwa amepoa sana. Amepoa kama mtu aliyetoka kuamshwa usingizini aende akafungua kipindi cha Morning Wave. Ukizingatia toka jana alipewa script aipitie. Mada ilikuwa imeandaliwa, ambapo mada ilikuwa inasema kwa nini mwezi Januari huwa ni mgumu. Tunaanza. Rehema alikuwa amepoa sana, lakini pia Rehema ana changamoto ya L na R. Je, mwandishi wa habari, misingi na taaluma inakutaka uwe hivyo? Tukirudi kwa Sitra, alikuwa amepoa sana. Sitra ametoka kulazimishwa kuanza na yeye kufanya kipindi cha Morning Wave wakati alikuwa hapendi kabisa kufanya hicho kipindi, na tunaweza kumtafsiri namna hiyo. Sitra alikuwa amepoa hata katika uchambuzi wa magazeti. Hata waliponipigia mimi simu kutoka kule nje walikuwa wamepoa. Hata namna ya kuwalinki wao kwa kushirikiana au kwa kuonesha ushirikiano wa kuchangamka ulipungua kwa upande wangu. Tukiingia kwenye mada, ile mada ilikuwa ni nyepesi sana, mada ambayo angemshirikisha expert ama tunaweza tukasema mtaalamu wa hicho kitu. Lakini mimi kwa sababu nilikuwa nje, sijajua ni kitu gani walichoingilia nacho kati, hata wakashindwa kutafuta expert. Tukajana producer aliwaandalia script, aliwaandalia na expert, lakini sijajua shida ni nini. Kwa Sitra na Rehema Kalebu waliokuwa kwenye kipindi studio ndani za Domeko FM 106.6, ni nini kiliwasibu? Tunarudi mpaka Catherine ambaye aliingilia kipindi cha Morning Wave bila kushirikishwa. Kuwa mwandishi wa habari hata kama unajua, lakini ukikosa sifa za kujiheshimu, hata taaluma pia haitakuheshimu. Unapoingia studio ukipata taa nyekundu imewashwa, basi baki nje kwa sababu umechelewa. Lakini kitendo cha kusema studio ina watu wawili, hivyo na mimi nijipachike, sio rahisi wala sio sawasawa, kwa sababu mwandishi wa habari anatakiwa afuate taaluma na misingi na mamlaka. Mwandishi wa habari anatakiwa uwe dakika 5 kabla ya kipindi. Lakini Catherine Jafari kwake alifanya tofauti. Aliingilia kipindi ambacho tayari kilikuwa kimeshaongozwa na Rehema Kalebu na Sitra Ali.
Ni kwa upande wa kipindi cha Morning Wave, ninaweza nikaishia hapa kwa leo. Tukihamia katika kipindi cha Sports Radar, tunamkuta producer alikuwa ni Carol Alfred. Hapa tunajiuliza, Carol Alfred alifeli wapi ukilinganisha na kipindi cha Morning Waves? Asha Bakari aliweza kujitahidi kwa kiasi chake waandaaji wa maudhui ya kipindi kile cha Morning Wave, lakini pia alijitahidi kwa kiasi chake kutafuta experts, alijitahidi kwa kiasi chake kuandaa script, alijitahidi kwa kiasi chake kujua asubuhi ni nani atakuwa host, ni nani atakuwa co-host, ni nani atakuwa main host. Lakini tukirudi kwa upande wa producer Carol Alfred, amefeli, tunaweza kusema kwa asilimia kadhaa, kwa sababu tunaweza kuona kwenye kipindi cha Sports Radar, Teddy Faustino amekuja kujiandaa ndani ya kipindi. Misingi na taaluma ya uandishi wa habari inakutaka ujiandae muda gani kabla ya kuingia kwenye kipindi. Taaluma inakutaka mwandishi wa habari ujiandae lisaa, masaa na hata ikiwezekana siku mbili au siku moja kabla. Lakini kwa Teddy Faustino alikuja kujiandaa dakika 2 kabla ya kuanza kipindi. Ndio maana kipindi kilikuja kikiwa kibaya, kikiwa kimepooza, kipindi kikiwa hakieleweki. Alikuja akiwa kwa pupa, kwa sababu ana pressure, anawaza ataazaje, kitu ambacho misingi ya uandishi wa habari inakutaka ujiandae dakika 5 kabla, nusu saa kabla, hata lisaa, na wakati mwingine hata siku 2 kabla ya kuanza kipindi chako. Lakini kwa Teddy Faustino hali ilikuwa ni tofauti. Alikuja kuanza kipindi dakika 2 kabla ya kuanza kipindi. Hii inaitwaje kitaalamu katika misingi na taaluma ya uandishi wa habari? Taaluma ya uandishi wa habari inamtaka mwandishi kujiandae ili usichanganyikiwe wakati wa kuanza kipindi chako. Kwa mwandishi kama Teddy alifeli pakubwa sana, kwa sababu alionyesha kabisa ana pressure, ana punch, aliwaza nitafanyaje, itakuwaje, kwa sababu sijajiandaa. Na ndio maana kipindi kilikuwa kibaya. Tukija kwa makohosti wake, walikuwa hawajachangamka, tunaweza kusema pia walikuwa hawajajiandaa. Ukija kwa Carol Alfred ambaye alisema kushabikia timu ya nyumbani usioneshe unashabikia wapi, kwa sababu mchambuzi wa soka hana uzalendo. Lakini mpaka leo katika kipindi amekuwa tofauti, ameshabikia Kagera Sugar, kitu ambacho amepinga hata ile kauli yake aliyoitoa mwanzo. Tukirudi katika upande wa Johannes ambaye alikuwa ni co-host katika kipindi cha Sports Radar, anatuambia kwamba hamjui ni mchezaji gani, kitu ambacho kinashangaza hata sisi wasikilizaji. Tulishangaa anashindwa kujua jina, kwa ambao sisi, kwa mfano mimi sifuatili sports, nitajuaje alikuwa anamuongelea nani? Kwa upande wa Carol Alfred, tunarudi kwake, anatuambia kwa timu za kaskazini zinapewa nafasi kubwa. Kwa mimi ambaye sijui sports, iliniacha njia panda. Timu za kaskazini mwa nini? Je, ni kaskazini mwa Domeko au ni kaskazini mwa Tanzania, ambapo anazungumzia Kilimanjaro au anazungumzia Arusha, ama anazungumzia kaskazini mwa nini? Kwa mimi ambaye sifahamu michezo, aliniacha njia panda. Carol Alfred. Tukirudi kwa main host Teddy Faustino, ana shida ya matamshi, ara na elo. Kagera Sugar anakwambia Kagera Sugar. Kwa kweli Teddy ambaye ni mwandishi wa habari anatakiwa zingatie misingi na taaluma ya mwandishi katika matamshi. Amefeli pakubwa sana. Kwa upande wa Carol Alfred, alikuwa anamwingilia hadi mtangazaji ambaye ndo main host Teddy Faustino. Lakini cha kupongeza kipindi cha Sports Radar, ninaweza kupongeza yule aliyeweza kuongoza gurudumu lile la Sports Radar, kwa sababu angekuwa hajui misingi na kazi ya kuwa main host katika kipindi kile, na Karoli ndo angetawala kipindi kile kwa kuongea peke yake. Tunampongeza Teddy Faustino kwa kuweza kucontrol, ama tunaweza tukasema kwa kuzingatia misingi ya main host katika kuongoza kipindi.
Mwandishi wa habari ni sauti ya wasiokuwa na sauti. Mwandishi wa habari anazingatia misingi na taaluma ya uandishi wa habari. Mwandishi wa habari ni kiunganishi kati ya wananchi na serikali. Mwandishi wa habari ni kiunganishi kati ya maskini na matajiri. Mwandishi wa habari ni nguzo ya jamii. Mwandishi wa habari ni mwanga wa jamii. Mwandishi wa habari unatakiwa uzingatie misingi na taaluma ili uweze kung'ara vizuri na kuweza kuhabarisha vizuri katika jamii. Lakini kwa kuzingatia makosa haya niliyoweza kuyaorodhesha hapa siku hii ya leo, tunaonyesha waandishi wa habari wa siku ya leo hawakuwa sahihi wala hawakufanya vizuri katika siku hii ya leo, ila panapo majaliwa wakijirekebisha na wakafanya vizuri zaidi, wataenda katika misingi na taaluma inavyotaka. Jina langu ni Christina Maribo na hii ni Domeko TV.